Mimi mgombea wa ubunge jimbo la Kibamba kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA, nimefika hapa ofisi ya halmashauri ya manispaa ya Ubungo, ambapo pia ndipo palipo na ofisi ya msimamizi mkuu wa uchaguzi kwa jimbo la Kibamba na jimbo la Ubungo. Nimefika hapa na mawakala wangu wako mamia kwa mamia na wengine wako hapa nje. Sote tumekuja kwa jambo moja tu, kudai haki ya mawakala wangu kuapishwa, kudai haki ya mawakala wa Chama cha Ukombozi wa Umma, mawakala wa mbunge, mawakala wa diwani na mawakala wa rais waweze kuapishwa kwa sababu ni haki. Kwa mujibu wa kanuni, mawakala tulipangiwa kuapishwa tarehe 22, siku 7 kabla ya siku ya uchaguzi, lakini wasimamizi wasaidizi kwenye kata mbalimbali walituhujumu. Mawakala wengi wa CHAUMMA hawakuapishwa. Mathalan, kanuni inasema ili wakala aapishwe paambatanishwe picha yake au nakala ya kitambulisho cha NIDA au kitambulisho cha kura ama leseni ya udereva ama kitambulisho kingine kinachotambulika cha kiserikali. Tulipeleka mawakala siku ya tarehe 22 kwenye kata mbalimbali, lakini mawakala wengi hawakuapishwa kwa kigezo kwamba walipaswa wawe na picha pia, kinyume na kanuni inavyosema. Kwa sababu ya changamoto zilizotokea siku ya tarehe 22, pamoja na idadi ya mawakala wengi ambao walikwisha hapa, lakini hati zao za viapo kwenye hesabu ya mawakala walio hapa zikapunguzwa kwa maksudi. Mathalan, katika kata ya Goba tuliapisha mawakala wote, lakini baadaye msimamizi msaidizi wa kata ya Goba anakuja kututaarifu kwamba tuna upungufu wa mawakala 38, haoni viapo vyao. Sasa mambo haya hayakubaliki. Nina taarifa zote kwamba tume ngazi ya taifa imekwisha toa maelekezo mawakala ambao hawakuapishwa waapishwe. Naomba tume hiyo hiyo isimamie maelekezo yake kwa kuhakikisha msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ubungo na jimbo la Kibamba anatii maelekezo yale na kuja kutuapisha. Kitendo cha msimamizi kutukwepa, kutukimbia na kuwaelekeza wasimamizi wa uchaguzi wasaidizi wasituapishe kinatia shaka na kinaonyesha dhahiri kwamba anatafuta mwanya wa kumbeba mgombea ubunge ambaye hakubariki, amekataliwa na hana nafasi ya kushinda. Sasa namna pekee inayotafutwa ni kumbeba kwa kuhakikisha kinabo na kosa mawakala. Jambo hili alikubariki, naomba haki itendeke. Mawakala walioapishwa katika awamu ya kwanza ni mawakala 467. Jimbo la Kibamba lina mawakala 961. Kwa hiyo kuna mawakala zaidi ya 400. Kuna mawakala zaidi ya 400 na wote wako hapa ambao hawajaapishwa, na wengine wako katika makata wanazidi kuja. Tunataka mawakala wote waapishwe. Na hao ambao hawajaapishwa wote walikuwa na vigezo. Mawakala wote ambao hawakuapishwa walikuwa na vigezo. Tulimwandikia barua na tukamueleza sababu mbalimbali zilizofanya mawakala wasiapishwe. Mawakala wengine hati zao za viapo zimepotezwa kwa makusudi na wasimamizi wa uchaguzi. Sasa wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi wanapoanza kutupa idadi pungufu tofauti na wale walio hapa, inatutia shaka. Ndio maana tunataka tuondoe mzizi wa fitna, waje hapa tuwapishe wale ambao walikuwa hawajaapisha na tupigiane hesabu ya mawakala wote walioapishwa, ili tuondoke kwa amani tukijua mawakala wetu wote wanakwenda kuingia vituoni kesho kutwa siku ya uchaguzi. Baada ya zoezi la uapishaji wa mawakala kuhujumiwa na kukabiliwa na changamoto kubwa tarehe 22, tarehe 23 mimi mwenyewe mgombea nilimwandikia barua msimamizi wa uchaguzi jimbo la Ubungo na Kibamba kumweleza makosa makubwa ya kikanuni na hujuma zilizofanywa na wasimamizi wasaidizi katika ngazi ya kata, na kumtaka atupe fursa nyingine ya kuapisha mawakala, kwa sababu kosa sio la kwetu, kosa ni la wasimamizi wake, kosa ni la ofisi yake. Msimamizi alisema atanijibu, kila nikimpigia atanijibu, jana nimempigia atanijibu.
kwa muda uliosalia. Hatuhitaji tena majibu. Jibu pekee tunalolihitaji ni yeye kuja kuapisha mawakala wetu. Basi. Mheshimiwa, habari? Salama, habari yako? Salama tu, kwema? Kwema. Pole na majukumu. Asante. Mimi naitwa Theophil Mbunda, ni mwandishi wa habari. Mwandishi wa habari kutoka Jambo TV. Ndio. Tumepata taarifa hapa kwa mawakala wa chama cha ukombozi wa umma cha umma wameshindwa kuapishwa tarehe 22, lakini leo pia wamekuja kwa ajili ya kuapishwa hapa kwenye ofisi zako. Wamekuta ofisi zimefungwa. Sasa tunataka tufahamu kuhusiana na taarifa hizo za kushindwa kuapishwa, sababu zilikuwa ni nini, na leo kwa nini zimeshindwa kuapishwa mpaka sasa wapo ofisini kwako na hakuna taarifa yote kama waje sanga. Kwanza jukumu la kuapisha liliisha tarehe 22 na wale mawakala wote kupitia ofisi zao za vyama walipewa barua. Ndio. Kuambiwa siku ya kuapishwa na kifungu kipi kinataka masuala ya kuapishwa. Ndio. Kwa hiyo zoezi la uapishaji lilikwisha kuisha. Na mawakala kama 94 hawajaapishwa. Sasa kama hawakuapishwa, mimi siku ile nilikuwa ofisini na nilipokea changamoto kama hizo kutoka vyama vingine. Lakini wao waliowapeleka wote waliapishwa. Hata kama walikuwa na hoja nyingine, lakini waliokuwepo kwenye maofisi na data ninazo wote waliapishwa. Sasa kwamba hakuna aliyeapishwa. Sasa hapa ofisini kwako kuna mawakala kama 94 hawajaapishwa na wapo na makaratasi yao kwa ajili ya kufanyiwa kiapo. Ninachosema zoezi la uapishaji lilisha tarehe 22 kwa mujibu wa sheria. Linatakiwa kuapisha siku 7 kabla. Sheria na kanuni ndio zinavyosema. Kwa hiyo sasa kwa kuendelea kusubiri hapa kiapo hicho hawatakipata. Sasa wewe yani hilo sasa ukiniuliza nakosa majibu. Mimi nimeutaka majibu kwamba umepata taarifa. Nimekujibu. Ndio. Hayo mengine niachie ni kiofisi. Sawa. Na sababu za kuapishwa hao 94 zilikuwa ni hiyo tarehe 22. Sasa ni kwenye ngazi ya kata. Okay. Ukiniuliza saa hizi sina majibu. Ndio. Sawa, nikushukuru sana. Asante.